Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Ndugu zangu watazamaji, wasikilizaji, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunaanza na kumuhimidi Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema na amani mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeye na ali zake na masahaba wake na wote ambao watamfuata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mpaka siku ya kiyama. Tunamuomba Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala atuweke katika watu ambao wanamfuata vizuri mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ukweli wa kumfuata. Tunaendelea mbele na kuijua, au mazungumzo yetu leo ni kujua nini funga, ma huwa saum au ma huwa siyam. As-siyam lughatan, funga katika lugha ya Kiarabu huwa imsakun an shay, yani ni kujizuia jambo lolote. Funga katika lugha ya Kiarabu ina maana kwamba ni kujizuia jambo lolote. Ukijizuia labda leo sitotoka katika nyumba hii, katika lugha ya Kiarabu takuwa ni funga. Katika Kiarabu, lugha ya Kiarabu, unasema labda leo nimefunga, sitoogea, kama alivyosema Maryam alayha salam wakati amemzaa Isa alayhi salatu wassalam. Mwenyezi Mungu Allah subhanahu wa ta'ala amemwamrisha, akamwambia kwamba atakaye kuuliza kuhusu mtoto huu, faquli, mwambie, sema, faquli inni nadhartu lirrahmani sawma, mimi nimeweka nadhiri kwa Mola wangu kwamba leo sitaongea. Kwa hiyo kuacha kuongea au kujizuia kuongea imeita saum. Hapo ni kwa lugha ya Kiarabu. Amma as-saum shar'an, au hukumu ya kisheria ya Kiislamu, funga, saumu, maana yake imsak ni kujizuia anil akil, chochote, chakula chochote, wa shurub, na kunywa, wal jimaa, na kukutana na mke wako, min turu'il fajr, kuanzia fajiri kitokea, ila ghurubi shams, paka jua lizame. Kwa hiyo tofauti ya hukumu za Uislamu katika kufunga na lugha ya Kiarabu, kama lugha, ukisema kwamba saum kwa Kiarabu utakuwa umemaanisha kwamba ni funga, yani ni kujizuia. Lakini kwa kisheria katika Uislamu ni kwamba ni kujizuia kula chochote kinachoingia ndani ya tumbo, chakula au kunywa, chakula au kunywa, au kufanya tendo la ndoa na mke wako, kuanzia katika mwezi wa Ramadhani, katika mchana wa Ramadhani, kuanzia kupambazuka kwa alfajiri mpaka jua kuja kuzama kwa jua. Hiyo ndiyo maana ya funga. Sasa
funga hii inakuwa ina mwelekeo na mwenendo. Yaani mwanadamu unapaswa ufunge kuanzia asubuhi, kuanzia fajiri kichomoza. Kuna fajiri mbili, kuna fajiri al-kadhib, kuna fajiri ya kupumbaza. Imeitwa kadhibu kwamba inaongoza, inaongopa. Unaona kama kumekucha, kumbe hakuja kucha vizuri. Hiyo ni fajiri ya kwanza. Hiyo fajiri haikatazi mtu kula daku wala haiamrishi mtu kufunga. Hapo wakati huo unaweza ukala na ukanywa, hata unaweza ukakutana na mke wako, haina ushida. Lakini kuna fajiri ambayo inaitwa al-fajr as-sadiq, kwamba hii ni fajiri ambayo ni sadiq. Hii ikichomoza hauji usiku tena, inakuwa inapambazuka, kumepambazuka vizuri sana, inakuwa ni kweupe. Inakutana na aya ya Mwenyezi Mungu ambayo inaelekana na funga. Nasema fakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu as-siyam ila al-layl. Sasa hii aya Mwenyezi Mungu inatuonyesha kwamba fajiri ile ya kupambazuka ambayo ya kukuonyesha kwamba kumekuwa kweupe, sio fajiri ambayo ni ya usiku, inarudisha usiku. Sasa kufunga ni kuanzia wakati huo, na funga ni kufunga kila chote kinachoitwa kinywaji na kilaji, bali kitu chote ambacho sehemu yote inayopitwa kitu kitafikia katika tumbo, kitoka nje kikaingia ndani ya tumbo, basi hiyo yote inakuwa haruhusiwi katika mchana wa Ramadhani. Ramadhan ni funga mchana, usiku ni kula na kufanya ibada. Kwa hiyo katika Ramadhan maana yake ni kujiziwia kula chakula chochote kidogo au kingi, au kunywa chochote kile mchana wa Ramadhani mpaka jua likizama. Jua likizama, hapo moja kwa moja unafungua, unaanza kula, unaanza na kunywa na vinginevyo. Hapa itaka ieleweke vizuri ni kwamba aliyefunga ni vizuri sana kuharakia katika adabu za funga. Ni vizuri kuharakia sana kufungua. Jua likiisha zama, unatakiwa mwanadamu uwe una tende yako au una maji yako au una jambo lako lile lolote ambalo utafungua kwalo. Jambo lote ambalo utafungua kwalo unatakiwa uwe nalo karibu sana. Kwa hiyo wakati ule usiache kwamba usiku uje, la. Na haina maana kwamba kufungua ni kuweka chakula kwenye meza unaanza, yani wakitoa adhana ndio uanze kula. Si vizuri. Vizuri ambavyo kufungua ni kufungua kwa jambo dogo, tende au maji. Vizuri ni tende au maji au kingine kidogo. Ukimaliza, ukifungua tende 1, 2, 3, basi unajisafisha mdomoni, unaelekea msikitini, unakwenda kusali swala ya magharibi. Sasa katika Ramadhani, funga ya Ramadhani, unatakiwa uwe ni mwenye kuwa makini sana. Funga ya Ramadhani inakutakia uwe ni makini sana.
yani unaifikiria sana. Utafute, uache kabisa mambo ambayo yaweza kukuharibia funga, kama mambo ya upuuzi au kulala sana. Ramadhan si mwezi wa kughafirika. Ramadhan si mwezi wa kufanya mwanadamu aliyefunga kuwa legerege, kwamba ulegee. La, lazima uwe na nashati, una nguvu. Sio uonyeshe kwamba leo nimefunga hata nguvu sina, sijui nimeregea, nimekuwa kwa inakusababisha kulala sana mchana. La, mchana ni kufanya shughuli, kufanya kazi. Sasa ukimaliza kufanya kazi mchana, yani jua likizama, unaonekana kwamba leo sasa ndio unapatia nguvu nzuri kabisa. Kwa hiyo Ramadhan ni mwezi ambao tunajifunza ndani yake vipi tutakapoishi baada ya Ramadhani. Kama tumeishi kwa kufunga ndani ya Ramadhani, tumeishi kwa kupendana ndani ya Ramadhani, tumeishi kwa kuhurumiana ndani ya Ramadhani, tumeishi kwa kuacha mambo mabaya ndani ya Ramadhani, tumefunga, yani ndani ya Ramadhani tumejifunza kuacha ugomvi, kuacha ukorofi, kuacha mambo ambayo tulikuwa tukiyafanya ambayo si mazuri. Yani iwe ni mwenendo ambao tutakuja kuishi nao katika baada ya Ramadhani. Sasa Ramadhani inakuwa ni wakati wa mwanadamu au Muislamu mzuri wa kujitengeneza na amali zake, kujitengeneza na tabia zake, kujitengeneza na baina yake na Mola wake, kujikurubisha sana kwa Mola. Ni mwezi wa kujikurubisha sana kwa Mola wetu. Tunajikurubisha sana kwa Mola wetu na nini? Na kuyafanya mazuri, tena kwa wingi, kwa sababu ni wakati mwanadamu amepata fursa ya kufanya kazi sana. Kwa hiyo funga, usije ukaiweka kwamba labda imekuwa ni kero kwako. Abadan, usifanye kwamba ni kero kwako. Kama umeweza kufunga siku 30 au siku 29 umeweza kuzifunga, je, utashindwa kufunga Jumatatu na Alhamis? Haiwezekani. Tupate pumziko kidogo. Tunatoka katika break zetu, tunatoka katika mapumziko yetu, na tukiendelea mbele na kuzungumza vipi tunakuwa katika Ramadhani. Tumesema Ramadhani hii ni jambo au ni nyakati Mwenyezi Mungu amewekea mwanadamu ili afaidike nalo, afaidike na nyakati hizo, awe ni mwenye kujitafutia mazuri na mema. Anaingia katika Ramadhani na mapenzi na nguvu na bidii ili afaidike na Ramadhani. Sasa si vizuri mwanadamu Muislamu mzuri ambaye yuko katika Ramadhani awe ni mwenye kughafirika, tena awe ni mwenye kuwa na mambo ambayo hayamwekei katika mizani yake mambo mazuri. Ni vizuri ndugu zangu, haya mapenzi tunayompenda Mola wetu
yazidishe katika mwezi wa Ramadhani. Haya mapenzi tunayoyapenda ndugu zetu, tuyazidishe katika mwezi wa Ramadhani. Hizi swala ambazo tunazisali katika kila siku ndani ya Ramadhani tuzidishe, kwa sababu huu mwezi ni mwezi wa ibada. Shahrul ibada, ni mwezi wa ibada, yani bimaana takthiru ibadati fi shahr Ramadhan, ni kuzidisha kufanya ibada katika mwezi wa Ramadhani. Ramadhan ni mwezi wa Qur'an. Ndugu zangu, dada zangu, kama ulikuwa unasoma karatasi mbili katika nyakati zingine, ukiingia ndani ya mwezi wa Ramadhani, weka nia kwamba utaimaliza Qur'ani yote. Jaribu usome Qur'ani yote uimalize. Watu wengine ambao walijua vizuri sana uzuri wa mwezi wa Ramadhani, inasemekana walikuwa wakihitimu Qur'an katika siku moja. Yani mtu anasoma Qur'ani yote siku moja. Masha Allah. Sasa kwa hiyo na wewe na mimi na wewe twaweza kutengeneza roho zetu tukawekania kabisa, kwa sababu mwezi huu ni mwezi wa Qur'an. Shahru Ramadhan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayinatin min alhuda walfurqan. Kwa hiyo huu ni mwezi ambayo Mwenyezi Mungu ameuteremsha ndani yake Qur'an, bimaana ni mwezi wa Qur'an. Weka bidii, weka nia katika ibada ambazo tutazifanya nyingi sana ni Qur'an. Soma Qur'ani sana. Unaweza kuhitimu Qur'ani kwa siku. Kama huwezi basi kwa siku 2. Kama huwezi basi kwa siku 3. Kama haiwezekana basi kwa wiki. Kama haiwezekana basi mwezi mzima, basi ukihitimu mara moja. Lakini uwe ni mwenye kuisoma sana Qur'ani katika Ramadhani, kwa sababu Ramadhani ni mwezi wa Qur'an. Kwa hiyo tunaikaribisha Ramadhani katika kufanya hayo mema ambayo ni kuisoma sana Qur'an, kuzidisha sana ibada, kuzidisha sana kutoa sadaka. Ni mwezi tena wa kulisha watu. Yutaamu taam katika mwezi wa Ramadhani, kulisha watu masha Allah ni jambo kubwa sana mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo mwanadamu ni mema unatakiwa uyafanye na upate wingi wa baraka za mambo ambayo unayafanya katika mwezi wa Ramadhani. Ramadhani ni mausim al-khairat, ni wakati wa kuyafata na kuyapata mema yale yote ambayo mwanadamu anahitaji katika uhai wake hapa duniani, mwisho wa yaumul qiyama. Haya mambo au uhai huu ndio tunautafuta. Sasa katika Ramadhani tunaombwa tuzidishe, inaomba tufanye ibada ambayo ni za kutufikisha kabisa katika mbele ya Mola wetu, tukiwa basi tumefurahiwa na Mwenyezi Mungu. Dua za kumuomba Mwenyezi Mungu sana. Usisahau kumuomba Mwenyezi Mungu sana. Jambo lolote utakalolifanya, kwanza muombe Mwenyezi Mungu. Umuombe Mwenyezi Mungu akuwezeshe kulifanya. Baada ya kulifanya, muombe Mwenyezi Mungu ili jambo alikubali kufanya kitu kingine na kukubaliwa kitu kingine. Kwa hiyo inatakiwa tuwe na nguvu
za kumuomba Mwenyezi Mungu ili akubali amali zetu. Amali za mwanadamu kukubaliwa ni uamuzi wake Mola wetu, lakini maombi yakiwepo, Mwenyezi Mungu anakubali ibada zetu kutokana na bidii na nguvu tumeweka na vipi tumeambatana au tumeng'ang'aa ili tufikie lengo hilo. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu ameiweka Ramadhani kuwa ni mwezi ambao unatakiwa ibada nyingi. Unatakiwa mwanadamu ajitengeneze vizuri na ibada zake. Huu ni mwezi ambao unatakiwa watu wauzidishe undugu, wazidishe undugu wao, waache kukorofishana, waache kukataa, waache kupingana, bali wawe ni wenye undugu ambao utawafikisha mbele ya Mola wao wakiwa wamefurahiwa na Mola wao na wao wenyewe wamemfurahia Mola wao. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atuweke katika watu ambao wamefunga Ramadhani kwa ukweli wa kuifunga, wametimiza funga lao kwa njia nzuri, wametimiza funga lao kwa fikira nzuri,